Karibu katika mji wa Kisii, mkoa wa Nyanza, eneo lenye rutuba na vyakula vingi. Vitu ni vingi hapa. Azimio kuu ni kutathmini ikiwa kuna ukweli wa dhana kwamba Wakisii ni watu wenye hasira, na kwa sauti zao wenyewe wakaazi wa maeneo kama Kehumbu na Wamusasa. Je, dhana hii ni kweli? Sisi Wakisii hatuna hasira, lakini ila tu ni kujitafutia. Unajua shida wanaume ni chauvinism. Tasumisa huo wanataka wanaume, kitamaduni mwanaume hapo lazima kutii. Wengi wa wale niliowahoji walisisitiza kuwa sio hasira ya kuleta hasara, lakini wana hasira ya kutaka haki. Tuwapate iko hivyo. Kitu ya kwanza, sisi ni watu ambao hatuogopi. Tena ni watu tunaotegemea kazi yetu. Hatuna njia za mkato ati ufanye hivi na hivi. Tunaamini mtu kule chaso lako. Hatutaki mambo pengine mambo ya mkato. Yaani shortcut. Sana sana kuna kama mimi niseme kuna wakati hata nilikuwa karibu tupigane na hao maaskari wa barabara. Nimekata sesi, nimemwonyesha sesi ndio hii, gari iko sawa. Sasa ananiambia hata ya wasi. Niko mwambia ya wasi nini? Hadi nikasirika karibu tukosana. Kwa hivyo mahali nikichua niko right. When I know that I'm right. Wewe ukaniambia maneno mengine. Kwa hivyo hasira, na tena hasira hiyo si hasira ya kupiga. Ni hasira tu inapanda kidogo tena inafanya nini? Inarudi. Hasira tunapanda juu kidogo, ndio huyu mwenye kutupandisha hasira na yeye ajue tuko right. Kwa sababu anaweza kuwa anataka kutuuliza ili atufanye tumpe kama ni pesa wazee wanasema ambayo tutaki kutoa. Lazima tumshie kidogo, lakini sisi tufikiria baadaye. Tunajua hasira ni hasara. Na baada wazee wengi labda anafanya kazi, mzee anakula pesa nyingi. Akikuja kwa nyumba nikimuuliza, leo mimi sijauza, si unipe pesa yenye uko nayo, ninunue watoto hata mboga. Na niambia sina pesa. Nikimuuliza una pesa na bwana umelewa hivi. Na niambia sina pesa. Ndio maana lazima tugombane na yeye ama tupigane. Nikiona anataka kuchapa mimi, nitamwachia pama niende, nimwache na hiyo hasira yake. Lakini utamchapa kidogo. Lazima nimchape ama nimrudishie vibaya. Na unajua kama mzee anakula insaga ama usonso tu, lazima akuwe na hasira. Wengine wana maoni tofauti. Kwa sababu mtu ana hasira, ana Yesu ndani yake. Ndio mtu alikuwa na hasira. Na vile tulizaliwa tukapata na hiyo hasira hiko. Lakini kuna watu wetu wale wa zamani walikuwa na hiyo hasira vile sisi tumeumbwa tukapata hiyo. Lakini ni kwa sababu mnakula vyakula vikali. Sasa hiyo mambo ya kinachinsaga hiyo nini mboga hii kalikali iwezi ingia kwa damu, alafu ndio mtu awe na hasira. Ni ile tu unajua ile ya hasira ya mtu mkizii ni ile tu mtu anategemea ni kazi yake. Sasa mtu maybe akileta maneno mengine katikati hapo, sasa mtu anakuwa na hasira sana kwa sababu anafanya kazi yake na bidii. Lakini sio hasira ya kuua. Sisi ni watu wangwana na sisi tunajipenda sana kama Wakisii. Kimsingi kilichodhihirika ni kwamba ni dhana tu katika jamii tofauti za humu nchini. Kitamaduni, dhana kama hii inaweza kusaidia kuwaunganisha watu na pia kutenganisha mila na desturi za jamii mbalimbali. Tunakuwa na nguvu, tunakula avocado, tunakula ndizi, miogo, hii viazi tamu tuko nao mingi. Sisi tunakaa wakali sasa. Nasikia mzee? Naam, asante sana. Kwa makala ya Kikwetu, jina langu ni Peter Moss nikiwa maeneo ya Kisii.